Tangu kuingia madarakani, Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amekuwa na uhusiano mzuri na taifa kama vile Urusi, na ameamua kuanzisha uhusiano huo na Urusi kutokana na kile anachoamini kwamba itamsaidia katika masuala ya ulinzi. Ikumbukwe kwamba Ibrahim Traore ambaye alikuwa ni mwanajeshi aliamua kuangusha serikali ya Burkina Faso ili kuhakikisha utawala wa Ufaransa ambao ulikuwepo kwa muda mrefu hata tangu kipindi cha ukoloni unaondoka katika taifa hilo kutokana na kushindwa kuhakikisha inawalinda raia wa Burkina Faso, na hapo akaamua kuchukua hatamu ya uongozi kupitia jeshi. Ibrahim Traore baada ya kuona hayo aliamua kuwa na uhusiano mzuri na Urusi. Wakati huo Urusi ikaamua kuishikilia Burkina Faso na kuhakikisha Wafaransa wanaondoka nchini humo Burkina Faso. Rais huyo wa Burkina Faso mara kadhaa alifanya safari kuelekea nchini Urusi na kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Hata hivyo, katika mikutano ya Afrika ambayo iliwakutanisha viongozi mbalimbali wa Kiafrika pamoja na viongozi wa Urusi, Rais Ibrahim Traore ni miongoni mwa viongozi walioshiriki katika mikutano hiyo. Wakati huu Urusi inasema kwamba ipo tayari kuisaidia Burkina Faso kudumisha usalama wa kitaifa. Hili lilizungumzwa hata katika mikutano aliyoifanya bwana Ibrahim Traore na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov, ambaye amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore, wamekubaliana kwamba Urusi itahakikisha ulinzi wa Burkina Faso ambayo katika kipindi hiki imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya magaidi. Urusi imethibitisha tena utayari wake wa kuunga mkono Burkina Faso katika juhudi zake za kudumisha usalama wa taifa na kushughulikia changamoto za kijamii pamoja na za kiuchumi, Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Kauli hiyo ilifuatia mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov na mwenzake wa Burkina Faso bwana Jean-Marie Traore. Upande wa Urusi umethibitisha utayari wake wa kuendelea kutoa msaada wa pande nyingi kwa Burkina Faso, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa taifa na kutatua matatizo ya kijamii na kiuchumi, wizara ilisema. Mawaziri hao walijadili ushirikiano katika maeneo ya biashara, uchumi, lakini pia na masuala ya kibinadamu na kiutamaduni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Moscow na Wagadugu zilieleza azma yao ya kuimarisha mazungumzo ya kisiasa na kuimarisha uratibu wa sera za kigeni, wizara hiyo ilisema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News punde tu ambapo tunaziweka. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.